Kipupwe ni mojawapo kati ya majira manne ya kanda za wastani, na hali joto yake ni ya baridi kuliko majira mengine. Ni msimu wa baridi kali unaoendana na kipupwe. Nchini Tanzania, kipindi cha kipupwe ni majira ya mwaka yenye baridi kali inayoweza hata kukausha mimea pamoja na madhara mengine mbalimbali. Mamlaka ya hali ya hewa ilitoa taarifa ya kipupwe kwa mwezi Juni mpaka Agosti na kueleza kuwa katika kipindi hicho maeneo mengi ya nchi yatatawaliwa na ukavu, baridi pamoja na upepo wa kusi. Maeneo mengi katika nchi yetu yanatawaliwa na ukavu, baridi, lakini pia upepo wa kusi. Sasa hiyo ndio hali ya kawaida ambayo tunaitarajia kwa maeneo mengi katika muda mrefu katika nchi yetu. Taarifa hii inaikumbusha Daily News Digital wajibu wake mkuu wa kutoa elimu kwa jamii katika kuepusha na majanga yanayoweza kutokea. Miongoni mwa madhara yaliyotajwa ni ongezeko la magonjwa ya baridi. Je, ni vipi unaweza kujikinga? Na afika kwa daktari bingwa wa magonjwa ya ndani. Mtazamaji wa Daily News Digital, tuko hapa na Dr. Amina ambaye ni mtaalamu wa magonjwa ya ndani. Utakumbuka mamlaka ya hali ya hewa ilitoa taarifa ya uwepo wa kipupwe na baridi katika kipindi cha Juni hadi Agosti. Sasa Daily News Digital tuko hapa na daktari ili kuweza kujua, akujulishe wewe unayetutazama hivi sasa, nini madhara ya uwepo wa kipupwe na baridi, ni yapi unapaswa kuyafuata. Tumsikilize daktari ili aweze kutuelimisha katika hayo. Karibu. Asante ndugu mtangazaji, dada Zaituni. Kama alivyonitambulisha awali, mimi daktari bingwa wa magonjwa ya ndani kutoka Sinza Hospitali. Na wote tunafahamu taarifa iliyotolewa na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA, tutakuwa kuna ongezeko la baridi kali hasa kwenye maeneo ya miinuko, mikoa ya Njombe pamoja na Mbeya. Pia kwa mikoa ya kanda za pwani kama Dar es Salaam, Lindi, tutakuwa kuna ongezeko la upepo mkali. Sasa kwa upande wa afya, hii mabadiliko yote ya tabia nchi haya ambayo yameelezewa yana athari kwa upande wa afya. Athari zake zaidi ni kutokana na magonjwa ambayo yanatokana na mabadiliko ya tabia nchi au ongezeko la baridi kali pamoja na upepo mkali. Tukianza kwa upande wa ongezeko la baridi kali, baridi ina athari katika sehemu tofauti tofauti. Ikiwepo kuongezeka kwa magonjwa ya mfumo wa hewa. Magonjwa hayo ni kama magonjwa ya pneumonia, magonjwa ya bronchitis. Kuna magonjwa haya ambayo tunayaona mara kwa mara, magonjwa ya mafua, magonjwa ya mfumo wa upumuaji ambayo ya allergy kama asthma, na magonjwa mengine mengi yanayoathiri mfumo wa hewa. Pia magonjwa haya katika matibabu yake ni gharama, lakini yanaweza kuleta athari kubwa ambayo inaweza kupelekea hadi vifo. Kwa mfano kwa watoto wachanga, wakipata pneumonia kali inakuwa ni shida katika matibabu, hivyo kupelekea matibabu ya muda mrefu au hivyo hata kupata madhara ya kifo. Tukija kwa upande wa wazee, magonjwa ya baridi yanaathiri sana kwa sababu wanapoteza joto jingi. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuta wazee hata na watoto wachanga wanaathirika sana na baridi. Pia baridi kali kupita kiasi inaweza kuathiri mfumo wa kawaida wa ufanyaji kazi wa mwili, tunasema fiziolojia. Yaani matendo mengi ya mwili kama usagaji wa chakula, mfumo wa kutengeneza homoni mbalimbali au kemikali tofauti tofauti mwilini, unategemea joto ambalo mwili unaweza kufanya kazi hizo. Sasa baridi inapokuwa kali, maana yake hata mwili unapoteza lile joto au lile joto ambalo mwili unaweza kahimili. Kwa hiyo mwisho wa siku hayo matendo yanakuwa yanashindwa kufanyika kwa ufanisi. Athari zake ni zipi sasa? Maana yake hayo matendo ya kibiolojia au fiziolojia hayatakuwa katika ule mfumo unaokubalika. Athari nyingine kwa upande wa afya ni kuongezeka kwa shida ya mgando wa damu. Mgando wa damu kivipi? Kwa maana ikiwa kali, uwezo wa damu kutembea vizuri unakuwa ni mdogo, kiasi kwamba inaweza ikasababisha kutengenezeka kwa vibonge vidogo vidogo mishipa ya damu, hivyo kuleta athari ya kuganda kwa damu kwenye mishipa ya damu. Athari nyingine tunajua ni za ujumla wake kama za kijamii. Unakuta watu wanakuwa karibu na moto
Kwa unakuta kwenye majumba yetu watu wanaanza kutumia moto ambao saa nyingine sio salama kutokana na ongezeko la makaboni, hewa ya ukaa tunasema, ambayo inaweza taathiri mfumo wa hewa pia. Unakuta watu wamewasha moto ndani ili wajikinge na baridi, mwisho wa siku kumbe ule mkaa unakuwa una hiyo carbon. Tunaona vifo mbalimbali vinaweza kutokana na athari za carbon, au wengine wapoteza hadi fahamu na kupelekea kulazwa hadi hospitali. Kwa upande wa upepo kadhalika, tukiona kwa mfano mikoa ya Dar es Salaam tunaona upepo ni mkali. Hiyo nayo iko mbali sana na baridi, lakini kwamba upepo unaweza ukasababisha kusafirishwa hata kwa sumu mbalimbali ambazo zinaweza kubebwa kwa njia ya hewa, lakini pia kuongezeka kwa magonjwa ya allergy kama magonjwa ya mzio kama asthma, pia magonjwa hata ya pneumonia, magonjwa yanayosababishwa na virusi. Sasa pengine nini unamwambia anayekutazama hivi sasa, anapaswa kufanya nini kuepuka hayo yote ambayo umeeleza? Asante sana. Ushauri tunaweza kuwapa jamii kutokana na mabadiliko haya. Kwanza tunashukuru TMA kwa kutoa taarifa hizi, kwa sababu zitasaidia watu kuweza kuchukua tahadhari mbalimbali kuweza kujikinga na madhara ya mabadiliko haya. Kwa upande wa baridi, tunashauriwa ni kawaida kwamba baridi kali lazima tujikinge kwa kuvaa nguo ambazo zinaweza zikatukinga na baridi, ambazo tunasema tumezoea kuita masweta, lakini nguo ambazo ni nzito kwa ujumla wake. Nguo ambazo zina mikono mirefu, zinaweza kukava mpaka kwenye mikono, karibia na viganja vya mikono, lakini kuvaa tunaita gloves kwa Kiswahili sijajua nini, lakini unaweza kuvaa vitu ambavyo kuzuia upotevu mkubwa wa joto katika mwili. Watoto kuwavalisha soksi, lakini watoto wadogo ile kutoacha kawa anacheza nje kwa muda mrefu, ambapo tunajua watoto wadogo ndio wanaathirika kwa kiasi kikubwa kuwepo kwa magonjwa, lakini pia upotevu wa joto mwilini. Lingine ni kuweka mazingira ambayo nyumba zetu zinaweza kuhifadhi joto, kwa kizungu wanasema insulation. Kwa hiyo kama unajua mtu anaishi mkoa wa nyanda za juu kusini, basi at least nyumba zetu zijengwe kwa mitindo ambayo inaweza kutunza joto, kama kuweka vioo, kuacha uwazi ambao unaruhusu baridi kupenya kwa haraka na kuingia ndani. Lakini pia tunapokuwa tunatumia moto au vifaa vyote vya moto vinaweza kutuongezea joto ndani, tuchukue tahadhari. Punguze matumizi ya mkaa ambao mtoto amekoka jiko la mkaa wanaingiza ndani. Hiyo sio nzuri kiafya. Unaweza usipate athari za carbon, lakini ukapata allergy katika mfumo wa hewa. Kwa hiyo tahadhari ni kuwa makini tunapofanya shughuli zetu za kila siku, tuwe tayari kupambana na majanga haya. Iwapo kuna janga litatokea, tuwe na tahadhari za uokozi kwa sehemu ambazo zitatokea madhara, lakini pia tuwe na utaratibu au utamaduni wa kupitia taarifa za hali ya hewa kila mara zinapotolewa na kuzichukulia tahadhari. Mtazamaji wa Daily News Digital, huyo ni Daktari Amina ambaye yeye ni mtaalamu wa magonjwa ya ndani. Amekueleza hapa mambo machache ya kuyafuata. Hakikisha unapotumia moto, endapo kuna baridi kali, basi uwe makini. Lakini moto huo unaweza pia kukusababishia madhara mengine ya kiafya. Ukiwa na mtoto mdogo, hakikisha unamkava, lakini pia umzuie asio anatoka nje. Yote haya ni katika kuhakikisha unakuwa salama wewe na familia yako. Daily News Digital, jukumu letu kubwa ni kukuletea yale ambayo yanakusaidia wewe kuishi kwa usalama zaidi. Endelea kutufuatilia katika kukuletea mengi ambayo yanakuelimisha. Wingi wa upepo unaweza pia kusababisha wavuvi kupoteza maisha, lakini ni vipi wanajikinga? Mtazamaji wa Daily News Digital, hapa ni Kunduchi Beach jijini Dar es Salaam. Kama unavyoona wavuvi wakiwa katika shughuli zao za kila siku. Tumefika hapa kuzungumza nao. Kubwa hasa ni katika kipindi cha msimu mkubwa, mwezi Juni mpaka Agosti. Wanajikinga vipi na hali hiyo, hasa katika kutafutia kipato na kutafutia nasi kitoweo? Sisi wavuvi wa Kunduchi Beach na wavuvi wetu tunakuwa mshipi long line, tunakuwa mshipi long line, tunakuwa na fiber hizi hapa. Hizi fiber huwa zinatusaidia,
tunabebea vidau vyetu ambavyo ni mitumbwi. Tunabeba mitumbwi 3 aidha 2. Kwa kila mtumbwi unakuwa na mtego wake. Tukifika kule huwa tunashusha vile vidau kwenye fiber, ndio tunaanza kutegea mitumbwi. Tukitega baadaye kuna muda fiber ndio huwa inatusaidia sasa, kama kuna upepo mkali tunaweza tukaa tunabebana kwenye mitumbwi. Tunaweza kuanzia sehemu ambayo tunaanzia kutega uelekeo wa upepo ili kutoa, tunatoa kirahisi tuende na upepo unapoenda, sio kupambana nao. Hapo zamani tulikuwa tunatumia mitumbwi tukawa tunateseka sana. Kwa saizi ndio kidogo kuna baadhi ya watu wanapoboresha uvuvi wameleta fiber kwa kutumia saizi. Kikiwa kipindi cha kifuku kile, ile miezi huwa tunapata tuna vidao vyetu, tunakuwa tupate changamoto za upepo. Kwa hizi fiber kuna muda zinakuwa hatuzitumie kazi, muda mwingine zinakaa juu, kwa sababu hali sinakuwa ni nzuri, inaturuhusu sisi tuende na mitumbwi yetu, tunaenda mitumbwi kwa Palasa. Kwa nini kuna kipindi cha kifuko ni nini, ni neema? Ndio, ni neema sana kwenye uvuvi wetu wa long line wa mshipi. Tunavua samaki hao viboa, ngulangula. Tunakovulia ni mbali sana, karibia na Zanzibar kwa Kizimkazi. Kwa kule kwenda na mitumbwi kwa Palasa inakuwa ni shida. Kiukweli ni changamoto, lakini kwa sababu tu ya uzoefu, sometime huaga ikitukuta hari kule ndani, huaga tunatosa nanga, tunasikilizia upepo upite, ndipo tunaendelea na shughuli zetu. Ila kiujumla ni changamoto. Kwa mnadhani nini hasa kinapaswa kufanyika ili wasaidie nyinyi katika kipindi kama hicho, ili chakula kiendelee kupatikana, haswa kitoweo? Kwa sisi binafsi labda tungewezeshwa zaidi vyombo kama hivi hapa hivi, hizi fiber. Kwa mfano kama mimi binafsi, mimi naweza nikasema na mshukuru Mungu kidogo kwa kupewa hichi kifaiba kidogo, hata kujikinga kwenye upepo kidogo inakuwa ni afadhali. Umeona? Changamoto zaidi kwa wenzetu ambao wanatumia vyombo vidogo, mitumbwi midogo. Wale ndio kidogo na changamoto zaidi. Okay. Kwa hiyo sasa, na katika unasema una miaka mingapi katika swala zima la uvuvi? Mimi kwenye swala la uvuvi takriban miaka 20 sasa hivi. Una kitu gani ambacho unaweza kusema kwamba hicho kwa kweli kitu kiliwahi kunikuta nikiwa baharini sitakisahau? Maana kuna upepo mmoja hivi ulikuwa unaitwa kimbunga Idaya ule. Mimi ndio ulinikuta baharini. Kweli siku hiyo nilipatwa na changamoto, yani kiasi kwamba yani mpaka niliwasahau watoto kwa muda, lakini nikamwomba tu Mungu. Nikamwomba tu Mungu, nikatumia uzoefu wangu, baadaye Mwenyezi Mungu akanisaidia kwa kweli, nikarudi vizuri. Salama tu za majukumu. Salama kabisa. Ndio, karibu. Tumewavamia leo. Nashukuru, karibu sana. Tumekuja kuwatembea kidogo tupate mawili matatu. Ndio. Kuhusu namna mnahudumia wavuvi. Ndio. Hasa katika kuelekea kipindi hiki cha kipupwe, labda nini mnawaambia? Pengine huwa mnachukua hatua gani kabla ya kipindi kwa kijakaribia, na kinapokuwepo mnafanya vitu gani kuhakikisha wanabaki salama? Kama kuna upepo mkali, kama kuna mawimbi au kuna chochote ambacho baharini kinaathiri, wanatupa taarifa. Sasa na sisi ili kuwaweka sawa, kama wanataka taarifa hawajapata wao, sisi tunawaita kwa kutumia msikitini pale. Kwenye ile azana wanapigia, jamani kuna 1 2 3 naendeni, kuna sehemu inaitwa Forozani. Ndio mkutane na maafisa ili muweze kujadili swala linalohusiana na hali ya hewa ya bahari. Kwa hiyo wanakuja, tunakaa nao, tunaambia kuna 1 2 3 itatokea. Kwa hiyo mjihadhari, msende baharini, au kama mkienda basi muwe na tahadhari hii na hii na hii ili wawe salama zaidi. Na sasa katika kuhakikisha hawa wavuvi wanaendelea kuwa salama, pengine unawaambia nini hasa katika kufuatilia hizi taarifa za hali ya hewa katika majukumu yao? Ujumbe wako kwao? Ujumbe mara nyingi tunaambia kwamba jamani, hali ya hewa msitoke, msende baharini.
hali ya hewa ilivyo hii Msende, kama Kusi kwa kesho itakuwa ni kubwa mno, labda wimbi la mita 2-3 Msende baharini. Maana kuna ile kasi ikivuka kilomita 50 kwa saa, huo tunawaambia wasiende. Chini ya kilomita 50 kwa saa wanaweza kaenda baharini, kwa sababu sio upepo mkali sana. Lakini juu ya hapo Msende, jamani, msiende. Unaweza na mara nyingi wanasikia wale ambao wanakaidi, ndio tukosa chombo kimezama, basi ndio kusaidia kuenda kuokoa. So sisi tuna boti ya doria iko hapo, mara nyingi tunaitumia kitokea tahadhari kama hiyo, tunawasha, tunafunga engine, tunazunguka kwenda kuwasaidia. Huwa mnawapa elimu ya mara kwa mara kuhusu kufuatilia taarifa za hali ya hewa binafsi kabla, kama nyinyi mmewaambia? Especially mimi, kwa sababu mimi niko kitengo cha doria, huwa nawapa sana tahadhari. Nakutana hata na mmoja na jamani, kuna tahadhari hii, kwa sababu anafuatilia sana ile vipindi vya hali ya hewa kwenye television. Lakini upepo unaweza kusababisha madhara, ikiwemo kuanguka kwa miti. Na katika pitapita hii ya Daily News Digital, shirika la umeme Tanzania TANESCO wako mitaani nao kupambana na hali hiyo ya kipupwe. Umeme ili ukamilike umegawanyika katika maeneo makuu: uzalishaji, usafirishaji na usambazaji. Hapa tulipo tuko katika maeneo ya usambazaji. Usambazaji ni eneo muhimu kwa sababu ndio eneo ambalo mteja anapata umeme. Kwa hiyo kuboreka kwa kipande hichi kwa eneo hili la usambazaji ambalo kwa Kiingereza tunaita distribution, ndio linaweza kusaidia kuboresha umeme maeneo sekta nzima ya umeme. Kwa hiyo tunavyofahamu sasa hivi kwamba umeme ni muhimu, hakuna mtu anaweza sasa hivi akakaa bila kutumia umeme, kwa sababu umeme unatumika kwenye maeneo mengi ambayo ni muhimu sana kwa kila mtu. Kwa hiyo umeme ni muhimu sana, na tunafahamu kabisa katika mikoa hii ya kwetu ya Pwani imegawanyika. Mikoa hii ina hali ya hewa tofauti, na ina vipindi kwa ujumla ni 4. Ina vipindi viwili vya mvua, lakini vile ina kipindi cha joto kali na ina kipindi cha baridi ambacho mara nyingi kinaambatana na upepo. Kwa mfano, kipindi kilichokuwepo sasa hivi hichi ni kipindi cha baridi, kinaitwa kipupwe, kinaambatana na upepo. Sasa vipindi vyote hivi huwa vinaleta changamoto kwenye miundombinu, hasa miundombinu ikiwa haiko vizuri. Kwa mfano, kwenye kipindi cha mvua inaponyesha nyingi, kama miundombinu haiko vizuri, unakuta kunatokea changamoto nyingi ambazo zinapelekea umeme kukatika. Lakini vile vile kipindi ambacho cha joto, matumizi yanakuwa makubwa, kwa hiyo miundombinu yetu inatumika sana. Kwa hiyo tunakuwa na yenyewe vile vile kunaweza kutokea changamoto kama miundombinu inakuwa haiko vizuri. Lakini vile vile kipindi hichi ambacho ni cha kipupwe, ambapo matumizi ni madogo, lakini unaona kwamba kunakuwa wakati mwingine kunakuwa na upepo, na upepo unasukuma miundombinu yetu, unakuta miti inasukumwa, nguzo inasukumwa. Kama miundombinu haiko vizuri na miti inakuwa iko mingi, unakuta ni lazima changamoto inatokea kwenye umeme. Na tunafahamu kwamba wateja wetu wanapenda wapate umeme usiokatika. Kwa hiyo ili kulifahamu hili, tunachokifanya sisi kama shirika la umeme Tanzania, lakini kama mkoa, katika vipindi vyote hivi huwa tunahakikisha tunavisoma kwa ustadi mkubwa, lakini vile vile tunafanya kinachotakiwa. Kwa mfano, kitu ambacho tumeweza kuona katika kipindi ambacho cha joto, matumizi yameongezeka, load imekuwa kubwa, tukishagundua tunafanyia marekebisho. Kwa hiyo katika kipindi hichi ambacho tuko nacho sasa hivi, kwa mwaka mzima, kuanzia kipindi cha mvua, kipindi cha joto na kipindi hichi cha kipupwe, huwa shirika TANESCO Tanzania huwa linafanya ukarabati wa miundombinu. Leo tuko hapa Mbezi Beach, tuko katika jitihada zile za kuhakikisha tunaboresha miundombinu yetu ili umeme usikatike. Tuko maeneo ya Mbezi Beach kwenye fida ambayo inalisha maeneo haya. Hii fida hii inajulikana kama tunaita Jangwani 3. Inatoka kwenye kituo chetu cha Jangwani. Kwa hiyo inalisha maeneo haya ya Mbezi Beach. Kama unavyoona hapa, mafundi sasa hivi wapo wanafanya kazi ya kubadilisha nguzo zilizokuwa katika hali mbaya ili kuweka nguzo nzuri za concrete. Tunafahamu kwamba nguzo za concrete huwa ni nguzo imara, zinadumu muda mrefu, hazina changamoto ya kuoza. Lakini vile vile sio kazi hiyo tu, tunafanya vile vile kazi nyingine za kukata miti, vile vile kama waya hazikukaa katika hali nzuri,
na zenyewe hizo tunazifanyia. Kwa hiyo katika mwaka huu wote tuna ratiba ya kufanya matengenezo. Tunategemea matengenezo haya yatakapokuwa yamekamilika, hali ya umeme itakuwa nzuri sana. Tuhakikisha tutatoa umeme wetu, tutawapa wateja umeme usiokatika. Na hiyo ndio lengo la shirika, lengo la mkoa wetu wa Kinondoni Kaskazini, kuhakikisha katika mkoa wetu wa Kinondoni Kaskazini ambao Mbezi Beach na ni sehemu ya maeneo haya, umeme usikatike, watu waweze kupata umeme wakati wote. Ndugu wananchi, mnafahamu kwa mfano mwaka jana, mvua za mwaka jana watu waliteseka sana kwa sababu umeme ulikuwa unakatika, lakini mvua za mwaka huu zimepita, umeme haukukatika, haukuwa na tatizo hata moja. Hii yote ni kazi ya matengenezo. Kwa hiyo sisi kama TANESCO tunaendelea kuhakikisha kwamba tunafanya maboresho ili tufike mahali umeme kukatika uwe ni historia, uwe hakuna mahali umeme unakatika, watu waweze kufanya shughuli zao za uzalishaji, za maendeleo, ili kuweza kupata kunufaika na huduma hii ya umeme ambao ni huduma muhimu sana katika miaka hii. Kwa mhandisi Jeremia Jamrula, ni meneja wa TANESCO Mbezi Beach. Kama unavyofahamu, umeme ni pamoja na matengenezo, na sisi tumekuja tofauti kidogo. Tumekuja kufanya research, tukagundua kwamba ili uwe na matengenezo bora lazima uwe na ukaguzi bora kwenye miaka. Kwa tumejitengenezea utamaduni wa kukagua miundombinu yetu kwa kiwango kikubwa, ili kugundua changamoto na matatizo yote ambayo tunaweza tukayaona kwenye line zetu. Ukumbuke, unapofanya hii ukaguzi wa hizi line ukiwa kwenye hali ya kawaida, kwa maana hiyo hauna pressure, ni nafasi nzuri ya kugundua vitu vingi ambavyo kimsingi ukikaa ukavifanyia kazi unatarajia kupata umeme bora na uhakika. Kwa hiyo tumejijengea utamaduni huo wa kuendelea kukagua line zetu mara kwa mara, na kwa kuwa ripoti za ukaguzi tunazo, basi pia tumejijengea utamaduni wa kufanya matengenezo mara kwa mara. Faida zake ni nyingi, kwamba unapofanya matengenezo haya bila pressure, yani usisubiri upate janga alafu ndio ukimbizane kufanya matengenezo. Check report yako ya ukaguzi imekuonyesha ufanye nini, utafanya ukaguzi, utafanya matengenezo ukiwa umerelax, na utafanya matengenezo yaliyo bora. Unatarajia kufanya matengenezo bora, lakini unatarajia kupata matokeo ya umeme wenye uhakika kwa wateja wao. Eneo hili la Mbezi Beach, kama mnavyofahamu, ni moja kati ya wilaya ambazo zina wateja ambao ni mashuhuri. Kwa hiyo kukatika kwa umeme hata kwa dakika 3 changamoto yake ni kubwa. Kwa hiyo tumejielekeza kuhakikisha kwamba umeme ukatiki au katika. Kwa sababu gani? Tunafanya ukaguzi bora na tunafanya matengenezo bora. Kama unavyoona vijana wanaendelea kufanya matengenezo. Hii sio kwamba kuna janga limetokea ndio tumekimbilia kufanya matengenezo, hapana. Hizi ni ripoti zetu ziko mezani. Tunasema kesho Jumanne tutafanya hiki, kesho kutwa Alhamisi tutafanya hiki. Na wateja wetu ilikuwa ngumu kidogo kutuelewa kipindi tunaanza, lakini tumejikita kwenye kuwajulisha nini ambacho tunakifanya. Na huwezi kusema tu unawajulisha kwa maneno. Wao wenyewe sasa wamerelax kwamba kuna kazi inafanyika. Kwa hiyo hata tukitoa taarifa zetu siku 3 kabla kwamba Jumatano tunatarajia kuzima umeme eneo fulani, tutafanya matengenezo kinga kuanzia saa 3 mpaka saa 10. Hata ukiangalia kwenye zile yale magrupu yetu ya kuwasiliana, wanasema wao, sisi tunaunga mkono, umetupa taarifa mapema, hiyo Alhamisi tutasubiri, tuna hakika mkimaliza matengenezo kila kitu kitakuwa vizuri. Kwa hiyo tunawapongeza wananchi kwa sababu wametuelewa, lakini wanatuvumilia na wanatupa support. Sasa mimi nawaambia wananchi ambao nao wako katika eneo lako wanasimamia wengine uharibifu wa miundombinu, wapo nini? Kwanza tukianza na wale ambao wanaharibu miundombinu ya shirika. Hili shirika sio la kwetu. Sisi tuko hapa kuwakilisha. Hili ni shirika la umma. Maana leo mimi nipo hapa, lakini kuna mtu mwingine atakuja hapa. Kwa hiyo wewe unayeharibu leo, kumbuka utakuja kwenye shirika hili. Au kama sio wewe, atakuja mtoto wako, atakuja mjukuu wako. Kwa hiyo ule utamaduni wa kueleweshana katika ngazi ya familia kwamba hii ni miundombinu ya shirika la umma. Leo yuko Jahulula, lakini wewe utakuwa kiongozi. Eliza Maliti, mhandisi, ni msimamizi mkuu wa shughuli ambayo inafanyika hapa ya matengenezo. Yeye atatueleza nini wanafanya na ni kwa muda gani, na yapi tutuelekeza sisi ambao tunahudumiwa tuyafuate. Karibu. Asante sana. Siku ya leo kuna matengenezo kwenye miji zetu
pamoja na kutoa zile nguzo ambazo zimekuwa chakavu zaidi, na pia kuondoa pia na waya ambazo ni chakavu, na pamoja na hayo tunakata miti ambayo inagusa laini zetu ambayo inasababisha umeme ya kukosa umeme, na pia tunafanya matengenezo haya kwa ajili ya kuboresha umeme wetu na uhakika usio na katika. Na pamoja na hiyo tunaenda kuongeza nguvu kwenye zile transformer ambazo zilikuwa zina uwezo mdogo, kuondoa transformer za saizi ndogo na kuweka transformer za saizi kubwa, ili wateja wetu ambao wanatumia umeme Mbezi Beach waweze kupata umeme mzuri na pengine ni changamoto zipi unakutana nazo ukiwa kama msimamizi mkuu katika kutekeleza majukumu yako? Changamoto tunazokumbana nazo ni wateja wengine kukata kwa miti ambayo inagusa laini zetu, na changamoto nyingine ni maeneo ambayo sio rafiki kufikika kwa gari zetu, kusimamisha nguzo za zege, kutoa nguzo za ude. Ndio changamoto ambayo tunakutana nazo. Sasa nini kwa ukiwa kama msimamizi wawe tayari pale tunapokuwa tunatangaza matengenezo kwenye eneo lao, kuruhusu kukata ile miti ambayo inagusa laini, na pia wawe walimu wa wananchi wengine ambao wanakuwa wakorofi ili tuweze kutoa huduma hii kwa muda mfupi na kwa muda mfupi. Moja ya nguzo za umeme hapa Mbezi Beach jijini Dar es Salaam ikionekana kuinama, na tayari shirika la umeme Tanzania TANESCO wako hapa kufanya matengenezo hayo, lengo kubwa ikiwa hasa ni kupambana na kipindi hiki cha upepo ambacho huanza Juni mpaka Agosti, ili kuepusha madhara ambayo yanaweza kutokea kwa mtu mmoja na hata kwa shirika lao, kwa maana kuanguka nguzo moja basi itasababisha mtaa mzima ukose umeme na hivyo kupunguza mapato kwao na kwa serikali. Lakini kwa upande wa mavazi, ipo haja ya kuwa makini na aina ya nguo ambayo inaweza kukulinda na upepo katika kipindi hicho. Mtazamaji wa Daily News Digital, hayo ni machache kati ya mengi ambayo tunakuletea katika kuelimisha wewe mtazamaji wetu. Naamini umejifunza. Kwa leo tunatia nanga hapa. Endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu Facebook, X, Instagram, bila kusahau YouTube ya Daily News Digital. Mimi Mzetu ni Mkwama, hadi wakati mwingine.